Bwana Yesu asifiwe na atukuzwe milele, kwa maana ni mwaminifu, kwa maana ni mkuu na ni mlinzi wa maisha yetu. Jioni ya leo tungependa tujifunze angalau kitu kimoja, ndio tukaweze kupata pumziko katika siku ya leo, siku ya Alhamisi. Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu, ametupa ulinzi wake tangia tulipoianza siku hadi tumeweza kuitamatisha tukiwa wazima, tukiwa salama. Si kwa sababu tumeyatenda yaliyo mema, si kwa sababu tumeyatenda ambayo ni mapenzi ya Mungu, ila tu ni kwa sababu ya neema na rehema zake. Kabla hatujaweza kujifunza kitu, tukaweze kutangulisha maombi angalau yatuongoze katika funzo la siku ya leo. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasogea mbele zako, sisi binadamu watenda dhambi, binadamu wakosaji, binadamu ambao hatustahili na hatufai mbele zako. Mungu mfalme, uinuliwe na utukuzwe milele, upewe heshima na ukuu milele. Angalia mfalme, tunapoenda kulisoma neno lako, tunapoenda kujifunza kutoka kwenye Biblia, naomba ukatufafanulie mfalme, ukatupe neema ya kujua na kuelewa zaidi. Mfalme, kaa nasi sasa tunapoanza hadi tutakapotamatisha, tutashukuru na kuliinua jina lako. Ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kusema ni asante. Amen. Funzo la siku ya leo, kichwa chake kinasema kuwa kujitolea na kujiweka chini ya neno. Kujitolea na kujiweka chini ya neno. Maandiko matakatifu yanatoka kutoka kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya 3 na mlango wake wa 15. Timotheo wa pili sura ya 3 mlango wake wa 15. Na Biblia inatuambia kuwa na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Na nirudie, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Neno la Mungu hutufanya kuwa wenye hekima hata kupata wokovu. Hii sio tu kuhusu kupokea uzima wa milele, inahusu pia kukomaa katika mambo ya kiroho, kuelewa jinsi ya kutembea katika urithi wako wa kuishi maisha ya Kristo kwa ufanisi. Kuna Wakristo wanaopenda Mungu lakini bado wanahangaika maishani kwa sababu hawajisalimishi kwa neno la Mungu ili kudhibiti maisha yao. Hawajaruhusu kuweka akili zao kufanya upya mawazo yao na kukuza tabia zao. Bado tunaweza kusoma kutoka kitabu ya Warumi sura yake 12 na mstari wake wa 2. Warumi sura ya 12 na mstari wake wa 2. Biblia inatuambia hivi:
wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Na nirudie, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. So kuna mabadiliko yanayoendelea kutoka utukufu hadi utukufu, ambayo hufanyika katika maisha yako unapojitoa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo haitoshi kwa mtu yeyote kusema kuwa nimepokea wokovu na ndivyo hivyo. Lazima uendelee katika neno ili kuishi kwa ushindi katika Kristo Yesu. Usipate wokovu na kusema basi nimepata wokovu, acha nitulie nile na ninywe. Lazima uendelee kuishi katika neno lake Kristo Yesu. Tamaa ya Mungu ni kwamba neno lake likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. So tukisoma katika kitabu cha Wakolosai sura yake ya 3 mlango wake wa 16, Mungu anataka uishi ndani na kwa neno lake, vile Mungu mwenyewe alisema katika kitabu cha Luka sura ya 4 na mlango wake wa 4 kuwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwake Mungu. Ndivyo unavyoishi juu ya mifumo ya ulimwengu huu. Hiyo ndiyo njia ya baraka, ushindi na mafanikio, kufanya neno. So tusome katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 1 na tusome 22. Inatuambia hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mukizidanganya nafsi zenu, bali yeye anayeitazama sheria kamilifu iliyo ya huru na kukaa humo, usiwe msikiaji wa neno musahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Na hilo ndio funzo letu siku ya leo, kujitolea na kujiweka chini ya neno. Siku wa leo ningependa kuwaombea mema. Mungu awe nanyi, awabariki. Mungu atusaidie tukaweze kujitolea na tukaweze kuwa chini la neno la Yesu Kristo, ili tukaweze kuwa na maisha mema, ili tukaweze kudumu katika maisha ya utakatifu. Ndilo ombi langu. Mbarikiwe na tuzidi kusemezana katika mitandaoni, tuzidi kuombeana, tuzidi kufunzana. Haja tufunge kwa maombi na Mungu akaweze kutenda yaliyo mapenzi yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimesogea tena mbele zako, nimesema ni asante kwa neno ambalo tumejifunza. Uinuliwe na utukuzwe milele, kwa kuwa wewe ni Baba, kwa kuwa wewe ni Mungu, Mungu mkuu usiyeshindwa na jambo lolote. Kwa kila jambo ambalo tumejifunza, naomba tukawe watendaji wa neno, tusiwe wasikifu tu, tukasikie na tukaweze kulitendea. Jehova, kaa nasi sasa